Karibu katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu. Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati Eddie anakufa na nafsi yake moja kwa moja ikaenda motoni. Sasa unajua ni nini kilitokea katika sehemu hii ya 3. Karibu sana Mzee Chidi kwenye makao ya milele. Sasa kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza like kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Umesikia kuhusu bilionea? Ndiyo, inashtua sana. Gari lake limeharibika vibaya. Jiji la Dar es Salaam lilisimama kwa muda. Habari za kifo cha Don Eddie zilitikisa kila kona. Magazeti yaliandika vichwa vya habari vikubwa: bilionea kijana afariki ajali mbaya ya gari. Msiba wake ulikuwa wa kifahari mno. Hema kubwa lilifungwa Oyster Bay. Vyakula na vinywaji vilimwagika kama sherehe. Watu walikula na kunywa huku wakisema, Eddie aliishi vizuri sana. Ameondoka na heshima. Jeneza lake lilikuwa la dhahabu tupu, la thamani ya mamilioni. Suti aliyozikwa nayo ilikuwa mpya. Kila kitu kilikuwa cheupe na kingavu kwa nje. Lakini wakati jeneza hilo linashushwa kaburini, Juma alikuwepo. Hakuwa analia. Alikuwa amevaa miwani meusi kuficha macho yake yaliyokuwa yakicheza kwa hofu. Alijua siri ambayo hakuna mwingine aliijua. Alijua kuwa lile jeneza la dhahabu lilikuwa limebeba mwili mtupu, wakati roho ya mwenyewe ilikuwa imeshafungwa minyororo ya moto. Wakati udongo unatupwa juu ya jeneza, Juma alisikia sauti ya Babu Zimwe ikinong'ona sikioni mwake kupitia upepo. Mmoja ameenda, zamu yako inakuja. Juma alitetemeka na kuondoka makaburini mbio, akiacha watu wakishangaa. Juma, yule rafiki aliyemuingiza Eddie kwenye mtego, hakuwa salama pia. Utajiri wa masharti hauna urafiki. Wiki 2 baada ya mazishi ya Eddie, Juma alirudi kwa Babu Zimwe. Babu, nimeleta kafara ya ng'ombe kama ulivyosema, Juma alisema kwa hofu. Babu Zimwe alicheka. Kicheko cha kutisha. Ng'ombe? Nani anataka ng'ombe sasa? Eddie ameshindwa masharti na amekufa mapema. Roho yake haikunitosheleza. Sasa nataka damu yako wewe uliyemleta. Juma alipigwa na butwaa. Lakini babu, makubaliano yetu hayakuwa hivyo. Kwa shetani hakuna makubaliano ya kudumu. Babu Zimwe aligonga fimbo yake chini. Juma alikimbia. Alitoka Nduki kurudi mjini, lakini hakuwahi kufika nyumbani akiwa na akili timamu. Siku iliyofuata, watu walimkuta Juma Don akiwa jalalani, amechanika nguo zote, akiokota makopo na kuongea peke yake. Eddie, usinichome moto moto. Juma alikuwa akiropoka huku akipigana na maadui wasioonekana. Magari yake yalitaifishwa, nyumba zake ziliuzwa. Yule Don Juma akageuka kuwa chokoraa wa kutupwa, akilipa gharama ya tamaa yake hapa hapa duniani kabla ya kufa. Hili likawa funzo kuu kwa vijana wote waliokuwa wakiwatamani kina Eddie na Juma, kwamba si kila kinga acho ni dhahabu, na njia ya mkato mara nyingi ni njia ya kwenda kuzimu. Sasa turudi upande wa Chidi tuone mwisho wake na yeye utaishia wapi. Usiku ule Eddie alipompa Chidi teke la kumtoa kwenye geti la klabu na kukimbilia kwenye ajali yake ya mwisho. Chidi alibaki amelala kwenye vumbi, akiumia. Lakini hakuumia kwa teke la Eddie, aliumia kwa huruma. Chidi aliinuka, akajipangusa mavumbi. Aliona gari la kifahari la Eddie likiondoka kwa kasi sana, likipotea gizani. Alishangaa, kwa nini Eddie alikuwa na hasira kiasi hicho? Maskini Eddie, Chidi alinong'ona. Anazo pesa zote, lakini anaishi kama hana amani hata kidogo. Chidi alielekea kwenye kibanda chake cha siri. Badala ya kununua pombe kwa pesa chache alizokuwa ameomba siku hiyo, alikaa kimya akitafakari. Alikumbuka jinsi alivyoanza kusaidia yatima na wajane kwa siri miaka mingi iliyopita. Ingawa ulevi ulimteka, ndani ya moyo wake bado alikuwa na kile kiini cha utu. Nimshukuru Mungu, alijisemea. Kama Eddie anatumia pesa zake kuwaua watu na kujitia kwenye laana, mimi sitarudia. Kuanzia leo, hivi vibaki vyangu vya kuomba nitavipeleka kwa yatima tu. Huku ndiko kutubu kwa Chidi. Hakwenda kanisani au msikitini, bali alitubu kwa kubadili matendo yake ya kila siku. Wakati Eddie anazikwa kwenye jeneza la dhahabu, Chidi alikuwa mbali, akicheza na watoto yatima mtaani.
Hakuijua habari ya ajali, lakini alihisi amani. Siku chache baadaye, kitu cha kushangaza kilitokea. Chidi alipokuwa akitafuta makopo na chupa tupu karibu na eneo la ajali ya Eddie, aliona kitu kikinga kwenye kichaka kilichofichwa na mmea. Ilikuwa ni bahasha ya ngozi iliyokuwa imeanguka kutoka kwenye gari la Eddie kabla ya ajali. Ndani ya bahasha, Chidi hakuona pesa taslimu. Aliona hati miliki, title deed, ya kiwanja kikubwa cha Eddie kule Mbezi, pamoja na nyaraka za bima ambazo Eddie alijaza kimakosa kabla ya kifo chake, akitaja kuwa mali zake za siri apewe mtu yeyote atakayepatikana eneo hilo ikiwa atafariki bila wosia rasmi. Eddie alikuwa amejaza fomu hiyo kwa dharau, akiamini hawezi kufa. Chidi hakujua la kufanya. Nyaraka hizo zilimpa umiliki wa kiwanja cha thamani. Sitaki pesa, Chidi alijiambia. Sijui hata Eddie alizipataje. Lakini malaika kwenye ndoto walisema kusaidia ndiko huleta baraka. Chidi alichukua hati hizo na kuelekea kwa mchungaji mmoja mwema, Mchungaji Yohana, ambaye alikuwa akijulikana kwa uaminifu wake na ambaye pia alikuwa anamfahamu Eddie. Kweli Mungu akubariki sana. Una moyo wa kipekee Chidi. Nataka mali hiyo itumike kihalali. Mchungaji Yohana alishangazwa na uaminifu wa Chidi. Mlevi kama wewe, kurudisha mali ya thamani kiasi hiki? Sizitaki mchungaji, Chidi alisema. Mimi nimemwona tajiri anapotea kwa tamaa. Nataka mali hii itumike kwa njia sahihi. Nimeacha ulevi. Naomba kiwanja hiki kijengwe kituo cha watoto yatima na wajane. Nimeahidi mimi mwenyewe kuwatumikia watu maskini kwa heshima ya Eddie, ili roho yake ipate angalau chembe ya nuru kupitia matendo haya. Mchungaji Yohana alilia kwa kuguswa. Wote walitafuta namna ya kisheria na, kwa msaada wa mchungaji, hati hiyo ilitumika kujenga kituo cha huruma cha Eddie. Chidi akawa msimamizi mkuu wa kituo hicho. Alibadilisha nguo zake chafu na kuvaa suti nadhifu, si kwa utajiri, bali kwa heshima ya kazi yake mpya. Hakunywa tena tone la pombe. Alitumia uzoefu wake wa kuishi mtaani kuwafundisha watoto na vijana jinsi ya kukwepa mitego ya maisha. Alibaki kuwa mtu mnyenyekevu, akijua jinsi ilivyo kuishi kama chokora. Alikumbukwa kama mtu aliyetoka shimoni na kuwakumbuka wengine waliokuwa huko. Alitunza urithi wa huruma ambao Eddie aliupuuza. Miaka 30 ilipita. Chidi, ambaye sasa alijulikana kama Mzee Chidi wa Huruma, alikuwa ni kiongozi maarufu katika mji, akisimamia kituo kikubwa chenye mamia ya watoto. Siku moja, akiwa amekaa kwenye kochi akitabasamu huku akisoma kitabu cha Biblia, Chidi alihisi usingizi mzito ukimjia. Hakuwa mgonjwa, alikuwa mzee tu na amechoka baada ya maisha marefu ya utumishi wa dhati. Alifumba macho na kuacha pumzi yake ya mwisho. Wakati huu, hakukuwa na ajali. Hakukuwa na hofu. Alifumbua macho yake, na badala ya kibanda chake cha sasa chenye amani, alijikuta amesimama mbele ya lango jeupe la kung'aa. Malaika yule yule aliyemuonesha Eddie mbingu na moto, alisimama mbele yake, lakini safari hii uso wake ulikuwa umetabasamu sana. Karibu sana Mzee Chidi kwenye makao ya milele. Malaika, karibu, Chidi wa Huruma. Chidi, kwa unyenyekevu, mimi bado najiona mlevi na mnyonge. Sijui kama nastahili. Malaika ananyosha mkono. Mungu haangalii pale ulipotoka, huangalia pale ulipoelekea. Wewe ulikuwa mlevi, lakini moyo wako ulibeba upendo. Ulifanya biashara na wema uliokuwa umeufanya zamani kwa Eddie, na ukaurudisha kwa watoto wengi. Umemkumbuka Bwana kupitia matendo yako ya siri. Malaika anamfungulia Chidi lango. Karibu sana Chidi. Malaika, karibu nyumbani, kwenye uzuri wa maziwa na asali. Yesu anakusubiri. Chidi aliingia ndani. Nuru ilimfunika. Aliweza kumwona mama yake Eddie akiimba kwa furaha, na viongozi wengi wanyenyekevu ambao hawakuonekana maarufu duniani. Chidi alitabasamu. Amefika. Huu ulikuwa mwisho wa kweli, kwamba si pesa au dini ya nje inayookoa, bali huruma na mapenzi ya dhati. Hitimisho la kweli la hadithi hii ni kwamba muda wa uamuzi si wakati wa kifo, bali ni wakati wa fursa. Eddie alikuwa na fursa ya mwisho ya kutubu alipoamka kutoka kwenye ndoto, lakini akaichagua njia ya mkato. Chidi alipata fursa ya mwisho alipolala kwenye vumbi, na akaichagua njia ya Mungu. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye simulizi hii. Mpaka kufikia hapo, huu ndio mwisho wa stori yetu.
Weka maoni yako kwenye comment hapo chini. Usisahau kunifollow au kusubscribe ili kuwa mwanafamilia halisi wa familia hii kubwa. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine na asante kwa kuangalia.